Taarifa ya dharura kutoka kwa chama cha Chadema na ACT Wazalendo imetikisa ikulu ya Tanzania. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Kwa mara nyingine Tanzania inajikuta katikati ya mvutano mkubwa wa kisiasa baada ya vyama vya upinzani Chadema na Wazalendo kutangaza kutotambua tume huru ya uchunguzi iliyoanzishwa kuchunguza matukio ya ghasia yaliyozuka wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba tarehe 29 mwaka huu. Uamuzi wa serikali kuunda tume iliyojaa majina ya viongozi wastaafu wa serikali, maafisa wa usalama na wanadiplomasia umeibua hoja nzito kuhusu uhalali, uwajibikaji na mustakabali wa haki za familia za waliopoteza maisha katika tukio ambalo limeelezwa kuwa mojawapo ya vipindi vyenye damu nyingi katika historia ya siasa za Tanzania bara tangu machafuko ya Zanzibar mwaka 2001. Tume hiyo ilitangazwa Novemba tarehe 18, inaongozwa na Jaji Mkuu mstaafu Mohamed Othman Chande na ina wajumbe 7 wenye historia ya moja kwa moja katika utumishi wa serikali, jeshi, diplomasia na vyombo vya ulinzi. Badala ya kupokelewa kama hatua ya kurejesha utulivu, hatua hii imeibua wimbi jipya la upinzani wa kisiasa na maswali kuhusu iwapo taifa linaingia katika mzunguko wa uchaguzi wenye matokeo yanayothibitiwa kisiasa. Kwa vyama vya upinzani, msingi wa mgogoro huu si tu kuhusu majina ya walioteuliwa, bali kuhusu dhana ya serikali kuchunguza matukio ambayo kwa mujibu wao yanaihusu kama mtuhumiwa, si mtoa haki. Kwao tume hiyo ni ishara ya mwendelezo wa usimamizi wa matukio nyeti kwa njia inayolinda mamlaka badala ya kulinda ukweli wa maridhiano ya taifa. Machafuko ya Oktoba tarehe 29 yalifuatia kile kilichoelezwa kama makabiliano makubwa kati ya raia na vyombo vya dola katika siku 3 zilizotikisa majiji kadhaa nchini. Maeneo ya Dar es Salaam, Mwanza, Arusha, Mbeya, Kigoma na Zanzibar yalishuhudia maandamano yaliyochochewa na hisia za kutoamini mwenendo wa uchaguzi, shutuma za vifo vya raia, kutoweka kwa watu na uharibifu uliosababisha maelfu kukimbilia maeneo salama. Kwa takriban wiki 3, serikali na vyombo vya habari vilikabiliwa na presha ya ndani na nje kutaka uchunguzi wa haraka. Hatimaye tume ikaweka mezani kama hatua ya kutuliza taharuki na kuonyesha kwamba dola iko tayari kuchunguza kilichotokea. Na hata hivyo, kwa upinzani, hatua hiyo imejitokeza kama kinyume chake kabisa, sio kifaa cha kutafuta ukweli bali kifaa cha kuandika simulizi rasmi ya serikali. Majina ya wajumbe wa tume yamekuwa kiini cha malalamiko miongoni ya walioteuliwa ni pamoja na Jaji Mkuu mstaafu Profesa Ibrahim Juma, Said Mwema mkuu wa polisi mstaafu, Luteni Jenerali Paul Meela mwanajeshi na mwanadiplomasia mstaafu, Daktari Stergomena Tax aliyehudumu kama waziri wa ulinzi, Balozi Radhia Msuya, Balozi Ombeni Sufue, Balozi David Kapia. Kila mmoja ana rekodi ya utumishi wa umma na uhusiano wa moja kwa moja na serikali au chama tawala na kupitia nafasi zao za kizazi au kisera. Kwa vyama vya upinzani, hilo ndilo msingi wa hoja kwamba tume haijajengwa kutoka nje ya mifumo ya mamlaka bali kutoka ndani ya muundo unaolalamikiwa. Na katika hoja zao wanasisitiza kwamba uchunguzi wa mauaji, ukiukaji wa haki na matumizi ya nguvu ya dola unahitaji chombo kilicho mbali na mikono ya serikali ili matokeo yasijikinge na mamlaka za kiserikali. Na kwa mtazamo wao, uchunguzi unaoongozwa na watu waliokuwa sehemu ya mifumo hauwezi kutazamwa kama hatua huru ya uwajibikaji. Wakati serikali inaelezea tume kama hatua ya kujenga maridhiano ya kitaifa na kurejesha utulivu, upinzani unaona hatua hiyo kama mwendelezo wa mfumo wa udhibiti wa simulizi za kisiasa. Kwao tume ya ndani inatajwa kama njia ya kuzuia uwajibikaji wa kimataifa, kulinda viongozi wa juu serikalini na kupunguza makali ya athari za tukio kwa hadhi ya nchi kimataifa. Na kwa upande wa chama tawala CCM, wajumbe wa tume wametakiwa kufanya kazi kwa uadilifu, uzalendo na kuweka mbele maslahi ya taifa. Mtazamo huu unaakisi msimamo wa kwamba uchunguzi sio tu wa kutafuta ukweli wa kihistoria, bali chombo cha kuimarisha amani ya muda mrefu.
Tofauti hii ya msimamo inaweka taifa katikati ya mgawanyiko mkubwa wa dhana. Je, kipaumbele ni ukweli, utulivu au mwendelezo wa mamlaka? Chadema na Wazalendo wanataka kuundwe tume ya kimataifa yenye wajumbe kutoka Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika, Jumuiya ya Madola na taasisi za haki za binadamu. Wanasema tume ya ndani kwa muundo wake wa uteuzi na mamlaka ya rais kuamka kuichapisha au kutoiwasilisha ripoti haiwezi kisheria kujenga uhalali wa madai ya mauaji ya raia. Kwao msingi wa madai si kuanzishwa kwa tume bali uhusiano wa tume na mamlaka ya dola. Hoja hii inafungua uwezekano wa mgogoro wa kidiplomasia hasa kama mshirika wa nje ama mashirika ya nje yataanza kuchunguza suala hilo bila ridhaa ya serikali, na kama itawahi ama ilivyowahi kushuhudiwa katika nchi nyingine zilizoingia kwenye mivutano ya kisiasa baada ya uchaguzi. Machafuko ya mwaka 2025 yanafananishwa na matukio ya Zanzibar ya mwaka 2001, kipindi kilichoacha alama ya kudumu katika historia ya haki za kiraia nchini. Safari hii tofauti kuu ni ukubwa wa maeneo yaliyoathirika, kasi ya kusambaa kwa taarifa, uwezo wa umma kushiriki moja kwa moja katika simulizi na ukubwa wa hasara ya uchumi iliyosababishwa na kufungwa kwa biashara, miundombinu na mawasiliano ya kidijitali. Upande mwingine, hii ni mara ya kwanza katika historia ya siasa za Tanzania ambapo uwiano kati ya dola, umma na nafasi ya teknolojia unachagiza migogoro kwa kiwango cha taifa nzima. Kwa taifa linalojaribu kuunda sura ya demokrasia ya kisasa, tume hii imekuwa jaribio la kupima uwezo wa vyombo vya ndani kutoa haki katika mazingira yenye mgawanyiko mkubwa wa kisiasa. Ndani yake kuna maswali mazito kuhusu: je, serikali inaweza kuwajibika kwa matukio inayohusishwa nayo? Je, uchunguzi wa ndani unaweza kuaminika katika mazingira ya wasiwasi wa kisiasa? Na je, taifa linaweza kujenga maridhiano bila kukabiliana na ukweli kamili? Kwa sasa hatima ya tume hii itabaki kigezo cha namna Tanzania inavyosonga mbele katika kuunganisha misingi ya utawala wa sheria na maombi ya uwajibikaji. Tume ya uchaguzi imekuwa zaidi ya tangazo la kisiasa, ni dirisha la kutazama mgongano wa maadili, mamlaka, historia na mustakabali. Ni kipimo cha kama nchi inaweza kuandika upya misingi ya utawala wake kwa misingi ya ukweli au kwa misingi ya mwelekeo wa kisiasa. Katika safari ya kuelekea suluhu ya kitaifa, maswali yamebaki wazi kuliko majibu. Lakini jambo moja halibishaniwi: tukio la Oktoba mwaka huu limeacha alama inayohitaji utatuzi wa kina kuliko maelezo ya kiserikali au mijadala ya vyama. Ni ukurasa ambao utamhukumu historia, si taarifa ya tume pekee. Ni hayo tuliyokuandalia siku hii ya leo kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa ambayo inakuletea taarifa za kina, uchambuzi wa kina bila kupindisha wala kuegemea upande wowote. Zidi kutufuata na kusubscribe, kulike, kushare na vile kugonga alama ya kengele ili kupokea taarifa hizi pindi tu tunapozileta.